Namba 4 ni kusimamisha maisha ya zamani. Kusimamisha maisha ya zamani na kufuata maisha mapya. Na hii ndio katika Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20 nasema, nimesulubishwa na Kristo, lakini ni hai, si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Nimesulubishwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, si mimi tena, bali Kristo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hakikisha mambo ya Mungu ndio yako live. Mambo ya Mungu ndio kipaumbele kwako. Naweza ukaonekana umepitwa na wakati, naweza ukaonekana ni kama vile umechanganyikiwa, ni kama vile umebadilika, lakini umeamua kulay down maisha yako. Hii ni ufunguo mkubwa wa kiroho, na Paulo anasema mtu wa mwilini si rahisi kuelewa. Maana haya mambo yanaonekana ni upuuzi kwa mtu anayeelekea kwenye upotevu, kwa mtu anayeelekea kwenye uharibifu, yanaonekana ni ujinga. Lakini katika ujinga huu kuna neema ambayo ipo, ambayo Roho Mtakatifu mwenyewe ndio architect. Roho Mtakatifu mwenyewe ndio fundi. Alafu utashangaa baada ya muda maisha yako yanakuwa tofauti, na watu watajiuliza kwamba huyu mtu amepata wapi hivi vitu, amefanyaje mpaka aweze kufika hapa. Ndivyo Roho Mtakatifu anapofanya kazi, na huo ndio ugumu wa safari hii. Otherwise unakuwa mtu wa kawaida tu mpaka unaenda kaburini. Lakini ukitaka kubadilisha maisha yako, fuata hizi hatua. Poteza, jinyime, jidhabihu, kubali kufa kwa ajili ya Kristo. Hizi hatua 4. Kubali kupoteza kwa ajili ya Kristo. Kuna vitu kubali, kuna vitu vikupite kwa ajili ya Kristo. Kubali ujinyime baadhi ya vitu kwa ajili ya Kristo. Kubali kujidhabihu kwa ajili ya Kristo. Kubali kutokuonekana kwenye mambo fulani fulani kwa ajili ya Kristo. Halafu utayaokoa yote, utaokoa maisha yako.